Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Leo nataka nifundishe kitu ambacho Wakristo wengi wanakuwa wanachanganyikiwa wanapokisikia. Wakristo wengi wanakuwa wanachanganyikiwa wanapokisikia na wamekuwa hawakielewi. Nataka leo nifundishe juu ya kunena kwa lugha. Wakristo wengi hapa tunaachana. Wako Wakristo ambao wanatokea kwenye makanisa ambayo yananena kwa lugha. Wako Wakristo ambao wanatokea makanisa yasionena kwa lugha. Yako mengi. Unavyosikia kama Anglikani, Roman Katoliki, wa Sabato, unavyosikia wa Luteli na makanisa mengine mengi ambayo AIC sijui na vitu gani vingine. Lakini kuna makanisa mengi ambayo hayaneni kwa lugha. Wenyewe wanaomba kwa lugha ya kawaida. Na yako makanisa yananena kwa lugha. Unavyosikia makanisa ya Kipentekoste, makanisa ya kinabii, makanisa ya kitume, leo unakuta kunena kwa lugha ni jambo la msingi sana. Sasa nataka nifundishe kitu ambacho kitakusaidia sana. Kuna mtu aliniuliza swali. Akaniuliza swali, Prophet, nina swali. Wale wasionena ina maana hawana Roho Mtakatifu? Jibu ni kwamba hata wasionena wana Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anaingia kwako kile kipindi umemkiri Yesu. Yaani ukasema ile sala ya toba, unapoimaliza tu pale tayari Roho Mtakatifu anaingia kwako, anaanza kutembea na wewe na anaanza kukaa na wewe. Kwa hiyo makanisa yale ambayo yasionena kwa lugha haina maana kwamba Roho Mtakatifu hawatembelei. Roho Mtakatifu yupo, lakini sasa pamoja na kwamba wanasali, ila uwe na uhakika kuto kunena kwa lugha kutasababisha baadhi ya vita zikuchakaze. Kunena kwa lugha ni moja kati ya password inayokusaidia wewe kufungua baadhi ya milango isiyofungulika kisaidi. Narudia tena. Kunena kwa lugha ni moja kati ya password itakayo kusaidia wewe kufungua baadhi ya milango isiyofunguka kwa wepesi. Kwa hiyo mtu Mkristo anayeomba kwa kunena kwa lugha, nguvu yake inatofautiana na Mkristo. Narudia tena. Mkristo anayeomba kwa kunena kwa lugha, nguvu yake inatofautiana na Mkristo ambaye anaomba haneni. Watu tofauti. Narudia tena. Usiyenena kwa lugha usijilinganishe na Mkristo anayeomba kwa kunena kwa lugha. Mnapishana tofauti. Hapa kuna mmoja ana silaha kali zaidi. Wote Mungu anawasikia, lakini kuna mmoja ana silaha kali zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni jambo la msingi sana ambalo linamsaidia huyu muamini, linamsaidia huyu Mkristo kuzijua lugha za mbinguni. Kuna lugha Mungu anaongea. Kuna kipindi wewe unaomba, Mungu lugha yako hiyo anaisikia, lakini anashindwa kukujibu kutokana na level ulionayo. Mungu kuna milango mingine anashindwa kuiachilia kwa sababu lazima utumie lugha ya siri. Ulimwengu wa roho umejaa siri nyingi sana. Ndio maana unaweza ukaota ndoto leo mti unaanguka, anakufa mume wako. Ulimwengu wa roho haupo wazi, umejawa na siri. Mafanikio ni siri. Unaweza leo ukaota ndoto mbwa anakukimbiza na akakung'ata yule mbwa. Kesho unapata ajali ya gari unakufa, au mtu fulani anakufa. Niliota ni mbwa, kumbe ni gari. Nini? Ulimwengu wa roho unakuwa na siri. Siri haziwekwi wazi. Wale wanaojua kunena kwa lugha, wanaojua kunena, wanaojua namna ya kuendea ulimwengu wa roho, ninachokiongea mimi wanakijua. Wewe usiyenena, naomba sikiliza kwanza. Ila wale wanaonena, wale wanajua. Ukianza kunena unahamishwa. Nisikilize, hauwezi ukahamishwa kwa kuomba Kiswahili. Ila ukianza kunena kwa lugha unahama kwenye ulimwengu huu, unaenda kwenye ulimwengu mwingine. Nisikilize, kama unafanya maombi na unataka kumshinda shetani, nena kwa lugha. Kama kuna vitu shetani amekamata
akuachilie we kirahisi, nena kwa lugha. Usije ukafikiri hata siku moja utamshinda shetani kwa levo ya maombi ya kawaida. Baba, asante kwa rehema yako. Baba Mungu, nitazame. Usije ukafikiri utamshinda shetani kwa levo ya maombi iliyo ndogo. Shetani atakupepeta kama ngano. Kuna maombi leo yanaishia tu, yani shetani kumpuliza kama upepo. Lakini unavyonena kwa lugha, rekapala gados aramadia katari kaya masuka pelija kaya mados, shetani akiwa mbali anashangaa kuna moto unakuja, ule moto usiozuilika. Kama alikaa mahali anakimbia hilo eneo, maana amekutana na power. Rekatali za makatali ya mante likaparaga anto remosika pali, yani anakuta ni moto, ni moto, ni moto, anaondoka. Watu wengi nilisikia watu wanasema kunena kwa lugha, hayo maneno mnatamka tu, hayana maana yoyote. Nisikilize, nitakufundisha vizuri, utaelewa. Hakuna kitu kinatamkwa hakina maana. Tunaonena tunaelewa. Mimi nikisema rikapalaga hantore mosaka baliza kaya madia, naelewa hapa nimeongea nini. Naelewaje? Maana niko rohoni. Tafsiri ya kunena kwa lugha unaipata rohoni. Sasa lazima uwe rohoni. Sasa wewe kila siku nakula ugali na chips wiki nzima, kufunga kwenyewe mpaka tukupe elimu ndo ufunge. Wala wanaofunga na kunena kwa lugha wanaelewa ninachokisema ni nini. Wanaelewa. Sasa kunena kwa lugha kumegawanyika kwa maeneo mbalimbali. Tuangalie maandiko. Ropalia. Kuna watu wanauliza maswali, nitawezaje kunena kwa lugha? Wapo watu anatamani kunena kwa lugha, ila anasema nitawezaje sasa kunena kwa lugha? Na walio wengi wamefundishwa kunena kwa lugha njia isiyo sawa. Walio wengi wamefundishwa, na hata tulivyokuwa pia sekondari tulifundishwa hivi kwamba unakuta leo mtumishi anakuja anasema nataka leo niwaombee nene kwa lugha. Kwa hiyo mnaambiwa inueni mikono juu. Kwa hiyo mnaambiwa unaomba uanze kunena. Hapana, kunena kwa lugha hakuji kama mlipuko wa kipepo. Yani hakuji tu ghafla unakuta unaanza hapana. Yani kuna namna fulani nitafundisha unawezaje kunena kwa lugha. Ziko njia tofauti tofauti za kumfanya mtu anene kwa lugha, ila somo lijalo kama unataka pia nifundishe namna ya mtu anavyoweza kunena kwa lugha, utaniandikia pia kwenye comment hapo ili niandae somo unawezaje kunena kwa. Hata wewe mchungaji sasa utawasaidiaje waumini wako wasionena kunena kwa lugha? Ndio maana Paulo anasema nataka nyinyi wote mnene. Anatamani sio kalama ya watu fulani fulani. Kunena kwa lugha ni kwa kila muamini, ni kwa kila muamini. Luzika ya mados aramadia telija kaya mande aramasuka pariga antos likapayante aramadisa karija karamados. Sasa nisikilize, kunena kwa lugha kumegawanyika katika maeneo mbalimbali. Kuna kunena kwa lugha ambako kulitokea siku ya Pentekoste, zikatokea ndimi za moto juu. Watu wengi sana wamesoma hilo eneo. Halafu baadhi ya mataifa mengine wakawa wanawashangaa wale watu, mbona hawa watu wanaongea lugha yetu? Ukisoma kile kitabu cha Matendo sura ya 2 mstari wa 4, ambao ni siku ya Pentekoste, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kunena kwa lugha lazima uwe una Roho Mtakatifu. Sasa kuna Wakristo hawaneni, na nimekwambia mwanzo, asiyenena sio kwamba hana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupo ndani, ila yeye haneni. Sasa shida ni ya Roho Mtakatifu au ni ya yeye huyu? Sikiliza, mtu ameokoka, amempokea Roho Mtakatifu, yupo ndani, na huyu mtu kwenye uokovu leo ana mwaka wa 5, haneni kwa lugha. Na hapa maandiko yanasema
wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa swali, Roho Mtakatifu unaye ndani, huneni kwa lugha. Shida ni ya wewe, sio Roho Mtakatifu. Sasa unaendaje kumwombea mtu aliyeokoka, kumwambia leo nataka nikuombee unene kwa lugha? Unamwombea vipi na Roho Mtakatifu kawa ndani, na yeye ndio anayetuwezesha kunena? Kwa hiyo shida ni ya huyu. Roho Mtakatifu anaye, inabidi sasa huyu afundishwe, ni maelekezo, sio kuombewa tena. Zola kaya madus. Matendo ya Mitume sura ya 2 utasoma, kuna kifungu kinasema wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena, wakajazwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kipindi wewe unaokoka, tayari unaokoka, unabatizwa, Roho Mtakatifu yupo ndani. Kwa nini ukitaka kufanya dhambi unasikia hofu? Hapana, nimeokoka. Anayekukumbusha ni Roho Mtakatifu. Sasa kwa nini Roho Mtakatifu huyo asikusaidie kunena kwa lugha? Shida sio Roho Mtakatifu, shida ni wewe na mafundisho unayoyapewa hayakusaidii kuweza kujua nawezaje kunena kwa lugha. Nitafundisha somo lijalo, unawezaje kunena kwa lugha. Ziko njia nyingi, hakuna njia moja, ziko njia nyingi tofauti tofauti. Sasa kunena kwa lugha kuliko tajwa hapa kwenye Matendo sura ya 2 mstari wa 4 ni kunena kwa lugha za kibinadamu, sio zile lugha za riposakatalia, sio hizo za ribosataya, sio hizo. Hapa palikuwa ni lugha za kibinadamu, kwamba Mnyamwezi anaongea Kiarabu, ndio ilikuwa hapa. Mwarabu anaongea Kisukuma, natolea mfano, ndio ilikuwa hapa. Kwa mfano ukute Mchina anaongea Kimasai, ndio ilikuwa hapa. Hizi zilikuwa ni lugha za kibinadamu, na kuna kunena kwa lugha kwingine ambako ni siri. Mtu akisema rebosakataliamanti akawa nena, ile ni siri, anajijenga yeye na Mungu. Kuna taarifa anaanza kupokea, kuna anga analifungua pale, anaanza kuona vitu. Kumbe kwenye familia yangu kuna wachawi, kumbe mume wangu ni mwanga na luka usiku anapaa, kumbe watoto wangu wamefungwa. Anaanza kuona pale. Mtu huyu hataendeshwa na hisia, bali ataendeshwa. Roho Mtakatifu aliyoko ndani anakuchochea we kunena. Unakuta unanena kama mashine, unanena mpaka risali nafika, wanakushangaa nini? Sio wewe, Roho Mtakatifu aliyoko ndani. Sasa ziko faida za kunena. Unanenaje? Unaanzaje? Nitafundisha somo lijalo. Faida ziko za kunena kwa lugha. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2. Maana yeye anenaye kwa lugha haneni na watu, bali ananena na Mungu, kwa maana hakuna aisikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Ulimwengu wa roho ni siri. Ndio maana Yusufu alitafsiri ndoto ya mfalme. Mfalme aliona ng'ombe, kumbe ni miaka. Hii ni tafsiri ya kwamba ulimwengu wa roho ni siri. Usipojua kunena kwa lugha, utaenda kanisani, utasali, na ukifa ni kweli utaenda mbinguni na Roho Mtakatifu unaye, lakini kuna siri hautazijua za rohoni. Utakuwa unashuhudia kuna vitu vinatokea, wewe uelewi, lakini umeokoka, ila siri hautazielewa. Toli zakaya madia. Kwa hiyo kunena kwa lugha kunasaidia wewe kuzijua siri katika ulimwengu wa roho. Roho yako itaanza kuzijua siri. Nitafundisha vizuri. Kwa hiyo kunasaidia, Mungu anakupa siri. Ndio maana sisi kabla ya kuanza kutabiri, kwanza unaanza kunena. Unanena. Kabla sijaanza kuwatabiria watu, naanza kunena. Nikiwa nanena kwa lugha, tayari naanza kuona yule dada ndoa yake imevunjika tarehe 24 mwezi wa 10. Yule dada amerogwa, ana nyoka kwenye shingo. Naanza kuona yule dada mume wake aliyenaye ni mchawi. Nini? Kunena kwa lugha kunanipa siri, password, nafungua baadhi ya milango. Kunena kwa lugha ni funguo za kufungua milango ya rohoni. Rohoni kuna milango, asikudanganye mtu. Kunena kwa lugha ni muhimu kuliko kula ugali na chips mayai. Zuketeli ya mahante lika ya madusa. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 4. Kunena kwa lugha kunasaidia kujijenga kiroho.
Yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali yeye atabilie hulijenga kanisa. Aha. Au wametumia lugha nyingine, yeye anayehutubu analijenga kanisa. Angalia, kufundisha watu, kuwahubiria watu kunalijenga kanisa. Aha, kumbe unaweza ukalijenga kanisa likajengeka, lakini wewe unayefundisha, wewe mfundishaji pia, ukawa nafsi yako haujajijenga. Ndio maana leo kuna wachungaji unakuta wanavamiwa na nguvu za giza, nafsi zao hazina nguvu. Kuna wachungaji leo wanarogwa, wanalogeka. Kuna wachungaji leo wanaogopa wachawi. Kuna wachungaji leo anarogwa kabisa. Ni kwamba wale, siri iko hapa. Kunena kwa lugha hujijenga nafsi yake. Yeye anaye kwa lugha anaijenga nafsi yake. Aha. Kumbe nafsi inavyozidi kujengwa inazidi kuwa imara. Ndio maana mtu anenaye kwa lugha dakika 2 na anayenena kwa lugha nusu saa hawafanani. Unazidi kuijenga nafsi. Nafsi inahitaji kuwa imara. Ili uweze kuingia rohoni inabidi uwe mbabe. Rohoni uingii kama we sio mbabe. Unahitaji ubabe, umwamba, ndo uingie rohoni uanze kupigana na watu kule. Wachawi wenyewe kwa lugha wananena. Ndio maana mganga ukienda, kuna nyimbo anaimbaimba hazieleweki, ananena, anaelewa password ya kuingia rohoni, na wao wana password zao. Na yashangaa sana makanisa yanayopinga kunena kwa lugha, au watumishi wanaopinga kunena kwa lugha. Kuna maarifa wanayakosa. Kuna maarifa wanayakosa. Lozi karamados. Kunena kwa lugha, Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Ye pataraga ya dos remanda ramasuka bariga ante akaramadia pelija kaya mados kama antes. Nimelipenda ili andiko sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 14. Maana nikiomba kwa lugha, roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Kumbe kunena kwa lugha kunazuia mawazo ya kiakili yasiingie kwenye maombi. Kunena kwa lugha kuna prevent, kuna kataza mwili usiingie kwenye maombi. Ndio maana ukianza kunena, ghafla macho ya rohoni yanafunguka. Hata kama mchungaji wako anatenda dhambi, analala na wanawake kila siku, hata kama mchungaji wako ni mvivu wa kuomba, utamuona unavyonena. Utaona madhabahu imechafuka, utaona madhabahu ina mambo ya kishenzi na uchawi. Utaona hii ni kwa wale wenye nguvu tu, ni kwa wale wenye nguvu za rohoni. Utaanza kuona. Ndio maana ukiwa na waumini wanaoomba, ni raha sana. Ukiwa na waumini waombaji wanaoomba, wanaonena, wanabubujika, wanalala chini, wanalia kwa ajili ya Bwana, wananena kwa lugha, mchungaji, una kazi sio ngumu sana. Nini? Kwa sababu tayari una jeshi la kuutikisa ufalme wa giza. Kwa hiyo unaponena kwa lugha, maana yake ni kwamba unazuia akili zisikupe majibu, bali roho yako inakuwa inaomba. Na wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatikisiki milele. Na wale wanaoabudu halisi ni wale wanaoabudu katika roho. Maana yake ni kwamba lazima uingie rohoni ili uweze kuvipata vya rohoni. Ili uweze kupata vya rohoni. Ziko faida nyingi sana. Lozila kaya lekemehante likapaya dusa. Kunena kwa lugha kuna jenga imani. Yuda sura ya kwanza mstari wa 20. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, kuomba katika Roho Mtakatifu. Arabaya zoketelija karamadisa aramante remanda ramasuka. Kwa hiyo kunena kwa kuna jenga imani. Kunena kwa lugha kuna jenga imani. Kuna jenga imani, kuna jenga imani. Ndio maana mtu anayenena anakuwa ni kama generator linalowaka wakati umeme haupo, linaanza kuangaza mwanga. Kunena kwa lugha ni kama tetemeko, yaani unavyonena unasababisha tetemeko kuzimu inatikisika. Unavyonena unasababisha mabomu yanatupwa kila mahali. Yaani kama ni wachawi watashangaa viringe vyao vinawaka moto, watashangaa vikao vyao vinaahirishwa, watashangaa nini? Kunena kwa lugha ni zaidi ya moto, ni zaidi ya mabomu. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni tetemeko, yaani repaya gados. Yaani natamani sana mtu anielewe.
Unavonena kwa lugha unawasha moto usiozimika. Yaani kama ni mchawi anapigwa mpaka akikutana na wewe kesho yake anakuogopa, anapita mbali na wewe. Nini? Ziko siri za kunena kwa lugha. Mkristo anayenena kwa lugha ni hatari kuliko Mkristo asiyonena kwa lugha. Wakristo wengi leo wanakosa maono, wanaota ndoto za vyura wanawakimbiza kila siku, hawapati maono. Ulimwengu wa roho umefungwa, hawana password. Wanaota ndoto kila siku, wapo kwa wachawi, hawana password. Lakini yeye anayenena kwa lugha tayari ana umaster ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu anayenena ni hatari sana. Akikwambia kitu zingatia, ana power ya kuomba. Siku moja niwape ushuhuda mdogo. Nilikuwa namuombea mgonjwa fulani. Nimeomba sana. Lakini baadaye malaika wa Bwana akanisemesha, akaniambia, badilisha language, badilisha lugha. Umeomba sana Kiswahili, mapepo yanaelewa. Nikachange lugha. Nikaanza kuomba paragadia remando aramasika palishka matelika paya. Nilipiga ile maombi, yule mgonjwa kafunguliwa, akashtuka. Tukaanza kumhoji, akili zimenyoka kama lula. Roho Mtakatifu akanifundisha kitu, akaniambia kunena kwa lugha ni siri Wakristo wengi wasioijua. Ndiyo maana ikaitwa lugha ya siri. Mungu kuna lugha, malaika kuna lugha unaongea nao. Malaika wakiwa rohoni kuna lugha, hauwaongeleshi lugha yako wewe ulioizoea. Malaika wanataka ujue lugha yao. Kwa hiyo kuna lugha ambayo Mungu anaongea. La palagadia telija kayamante repedis kama antoremosika pariamantes. Kwa wale waliofikia viwango vikubwa wanaelewa. Kuna muda unaweza kaa unamwombea mgonjwa ukanena kwa lugha akafunguliwa. Ziko video zangu nyingi sana mtandaoni, nimeombea watu mpaka nje ya Tanzania, wengine kanisani hapo. Unavyonena kwa lugha wanafunguliwa. Nini? Kwa sababu kunena kwa lugha ni silaha. Ni silaha sana. Mungu akubariki sana. Wale ambao wanatamani kunena kwa lugha, liko darasa la kinabii ambalo unafundisha. Liko darasa la kinabii. Wewe unaitokea dhehebu lolote, karibu sana, unitafute. Nitafute inbox, nitumie ujumbe, nitauona. Nitumie ujumbe, nitauona. Nitumie ujumbe kwa namba za 07 140 68 339. Na Mungu akubariki sana. Unatamani kupanda viwango, uanze kunena, nitakufundisha. Tuko na darasa la kinabii ambalo tunazidi kumwona Mungu akiwafungua watu wengi. Na Mungu awabariki sana. Ninakubariki wewe uliyefuatilia vipindi hivi nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania, na Mungu akubariki. Natamani na wewe unanitazama ujue namna ya kunena kwa lugha. Usikubali mwenzako ananena kwa lugha na wewe huneni. Hebu anza kutamani kuanzia leo. Unaenda kanisani umependeza vizuri, muda wa maombi unaanza kutoa macho, unakuta wenzako wananena, wewe uneni. Maskini wa Mungu, unarudi jinsi kama ulivyo, unajisikia tabu. Kuna muda unajisikia aibu, umependeza, umevaa suti kanisani, lakini maskini wa Mungu kunena unashindwa, unatamani. Lakini kuna kamama tu pembeni kananena kwa lugha mpaka unasisimuka mwili. Ni nini? Inawezekanika. Naweza nikakusaidia na ukanena kwa lugha. Nimewasaidia wengi sana, na mpaka leo wananishukuru, na mpaka leo wanaendelea vyema, na mpaka leo wamepanda viwango vya juu sana. Kwa hiyo liko darasa ambalo ninafundisha, na Mungu akubariki sana. Damu ya Yesu iwe na wewe. Amen.